Hiyo ni mafuta ya dunia. Mafuta ya spiritual lazima kuwe na madhabahu ndio ujue mafuta. Na wapendwa, ni kwa sababu nimeona wamama wengi wameingia kwa mitego ya mafuta. Mafuta haurekani kwa mwili mzima. Mafuta hawezi enda ati mchungaji anakupaka mwili mzima. Hiyo inaitwa ushetani. Hiyo sio ya kwa Mungu. Mungu, maandiko tukisoma maandiko na tunasoma na nini? Mafuta inatiwa kwa kichwa, head, ama mikono, ama miguu. Unakumbuka Yesu yeye mwenyewe, na mafuta huwezi jitia mafuta. Huwezi jitia mafuta wewe. Yesu mwenyewe alitiwa mafuta na mwanamke ambaye alikuwa hata lakini aliokoka. Huyu mwanamke alitia mafuta na ilikuwa ya dhamana. Mpaka mtu mmoja alikuwa kwa komiti ya Bwana Yesu akaleta shida. Ni kwa sababu ya ile mafuta ilitumika ya pesa mingi. So Yesu mwenyewe alitoa mafuta na mwanamke, mafuta ya pesa mingi, mpaka alikuwa anapanguza mafuta hiyo na nywele yake. So mafuta hawezi kuambia ya kwamba ndio umetitia mafuta. Mafuta ni kuweka unawekako na maisha inabadilika. So nataka nikupatie benefits za mafuta, na ningependa nikusomee neno ambalo nilikuwa nimeweka kwa posta. Neno tunalijua sana. Psalms. Hapa nipunguziwe ndio tuelewane. Psalms 23. Unajua mafuta inaweza badilisha hata vile unatazama mambo. Mafuta inaweza badilisha vile unaona mambo. Kwa hivyo ibada ya mafuta ni nzuri sana. Nakumbuka wakati mmoja nilienda kwa ibada ya mafuta, hata sikuwa mchungaji. Ibada hiyo ilibadilisha mawazo yangu. Ikabadilisha vile nilikuwa naona mambo. Mpaka kwa ndoto zangu zilibadilika. Hiyo wakati maana nilipekwa mafuta, hata sikuwa mchungaji. Nilitoa mafuta na bishop. Ibada tu ya mafuta. Wakati huo niliona ndoto clear. Nikaona tu nikiombea mtu akitolewa pepo. Na sikuwa mchungaji. Nikitoa pepo kwa mtu. Wakati tu nilipata tu mafuta. Ndio nilipata tu, nilifungukiwa na mambo yenye nilikuwa naona. Maana nasema kwenye Psalm 23 verse number 5, waandaa meza mbele yangu machoni pa adui zangu. Umenipaka mafuta. Mafuta ni kupaka, inapaka kwa pepo. Mafuta ni kupaka, inapaka kwa kichwa, sio kwa mwili. Ukipaka kichwa inaenda kwa mwili yote. So the Bible says you are anointed. Na mtu akitiwa mafuta, kuna meza huwa zinaandaliwa hata kama adui wanakuoga na kuja. Ningependa nikuambie, kama unaandika, andika ya kwamba anointing attract battle. Mafuta inavutia vita. Nitakuelezea ni kwa sababu wale wote Mungu ametia mafuta, huwa Mungu anawapigania. Lakini naye mtu ako na alama ya mafuta huwa anatafutwa sana na shetani. Niko na mambo mengi, lakini ningependa leo uelewe kwa mwili wako. Mwili huo unataka kuletea Mungu, kuna madhabihu unataka utolewe, na zinakuwa kama tano. Mwili wako ndio ushike laini ya mbinguni. Lazima kitu ya kwanza ufanye dedication. Kama hujafanya dedication, ina hatua moja mwili wako haukufanywa. Maana mtoto wakati anachukuliwa anafanywa dedication, ni mwili wake huo unafanywa dedication kwa Mungu. Na ili shetani asisumbue wewe na utumike vizuri kwa Bwana, lazima upitie mambo tano kwa mwili wako. Kitu ya pili, unafanywa baptism. Baptism inafanywa kwa mwili wako. Inafanywa kwa mwili wako baptism. Kitu ya tatu, unafanywa kitu inaitwa Holy Communion, ama unatoa Holy Communion kwa mwili tu wako. Kitu yenye mabatizo na roho, mwili wako. Maana hizi nyama hizi fresh, spirit yenyewe pepa, maana sisi ni spirit ambazo ziko ndani. Yaani Mungu mwenyewe ni spirit na anataka kwa fresh. Na ni lazima hii fresh ama nyama zetu zifanyiwe kazi. Semeni amen. Na kitu ya tano inafanywa mwili wako. Kitu ya tano inafanywa mwili wako. Nimesema hiyo ya kukula meza ya Bwana.
Ni mwili wako tu unakuwa umetengenezwa. Hata kwanza nisome neno hili, alafu nikuelezee. Waandaa meza mbele yangu machoni pa adui zangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, kikombe changu kinafurika. Wapendwa, David, maana hii Psalms imeandikwa na David. David wakati alitoa mafuta, kuna mambo mengi ya attract. Mambo mazuri na mabaya ni kwa sababu ya mafuta. Mafuta ina attract mambo mazuri na zingine zinakuja baya ni kwa sababu ya mafuta. Maana mtu yeyote akona mafuta lazima kuna vita anapitia. Kila mtu mwenye akona mafuta kuna vita huwa anapitia. Lakini uzuri ni hii, kila mtu mwenye akona mafuta anapiganiwa na Bwana. Ningependa nianze na benefit zenye unapata wakati umetoa mafuta. Isaiah 10 verse 27. Verse 27. Maana nasema hivi. Katika siku hiyo mzigo wao utainuliwa kutoka mabegani. Wapendwa, ibada ya mafuta ni nzuri sababu kuna mizigo huwa watu wamebeba kwa mabega yao. Kuna mizigo huwa tumebebeshwa kwa mabega. Na ibada ya mafuta ndio nimesema mwili wa mtu lazima uwekwe mafuta ndio ujue laini za mbinguni. Ukikaa sana bila kuanoitiwa utapigana, yaani utakaa maisha mengine iko na hukumu. Maana mafuta yenyewe inafanyanga mambo iende rahisi kidogo. Ningependa nikuelezee, wale watu wanapikaga chapati wanajua kabisa ndio moto isiwe inakausha chapati, kuna mafuta inakaa pale. Kama mafuta inafanya kitu iive vizuri kwa sababu ya mafuta. Mbinguni kama tunataka mambo ya rohoni lazima tujue mafuta ili mambo mengine tuipate kwa urahisi. Maana mambo mengine masomo yetu ikubali tupate, mambo mengine ikubali watu wetu tupate, lakini kwa mafuta tutapata mambo mengine watu wetu wako nayo. Haleluya. Masomo yako najua ikubali ufunguliwe meza zingine ama uangalie meza zingine. Kama mimi ukiangalia hata masomo na wale watu nimeketi na wao, nimeketi na watu wakubwa wa Kenya hii ni kupitia mafuta. Maana mafuta inakuunganisha na baraka zako. Wapendwa, ibada kama ya leo inafaa ujiandae na uelewe moyo wako vizuri. Maana inaweza kuwa pengine utakuwa unatuona kwa online kupitia ibada tu. Wewe Mungu aende akubariki na utoke huku na wewe kupitia hii ibada. Semeni amen. Unajua nasema hivyo kwa sababu kuna mtu mmoja tulikuwa tunaomba na yeye hapa wa hii madhabahu last year. Tulikuwa tunaomba na yeye, na siku moja Mungu akaniambia nimpake mafuta. Nimuombe na mafuta. Ilikuwa on Wednesday last year. Nikamuombea na mafuta. Alafu na ni mtu alikuwa mnyenyekevu. Mtu tulikuwa tunaambia twendeni mbele za Bwana. Sisi kama kuna watu wanakumbuka, sitasema mjina, lakini ni mtu ameinuliwa na Mungu. Tukienda tukisema tu twende mbele za Bwana, alikuwa anapiga magoti. Ananilia Mungu. Kumbe kuna kitu alikuwa akakuja akaniambia, mtumishi, mimi nataka 1 2 3. Mungu anifungulia mlango wa aina hii. Nikamwambia tutaomba. Tukakuwa na maombi. Alafu siku moja nikapaka mafuta. Rasi ya mwezi wa 8, siku kama ya leo, mimi nilipokea 40,000 kutoka kwake. 40,000. Mungu alienda akafungua mlango. Na wakati alifungua mlango kubwa, alifungua mlango mkubwa. Wapendwa, jiandae vizuri ibada kama ya leo. Kuna mambo yanaweza tukupaka tu mafuta. Uweze tu uone kuna vitu zingine zinaona wewe. Uweze kuonekana ni kwa sababu ya mafuta. Maana mizigo inatoka kwa mabega. Hivyo ndivyo maandiko yanasema, mabega yetu hapo ndio mizigo inakuwa. So niliombea yeye, nikamwombea. Nilipo zoa nane last year. Nilipokea kwa simu 40,000. Akiniambia mimi mtumishi, ile maombi tulikuwa tunaomba ilifanikiwe. Si unajua akituma 40,000, huyo mtu amebaki bila pesa. Si mtu amebaki na pesa. Si tulinuliwa leo kwa ibada hii katika jina la Yesu. Mungu apate tu, atufanyie tu, atukoroge tu. Hii pigo ikorogewe tu.
kitu tu ifanyike. Mwingine aitwe hata haiwezi kwenda siku nzuri. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu wewe unajifundisha kwa masomo yako, kwa vile unaongeaga, hakuna kitu kwa Mungu unaweza pata. Kwa Mungu tunapataka vitu kwa imani. Semeni amen. Kwa hiyo tige thomo. Hata tukomenyeka sio kujulikana kuna wakati tupite. Ni kwa sababu ya imani. Unajua the Bible says in Hebrews 4 verse number 2, kwa sababu hawakumix neno lenye walisikia na imani, hawakupokea kitu. Kwa hiyo nataka ufanye mix. Kile kitu unapokea leo, fanya mix. Amen. Uwe na imani. Kitu itafanyika kwa ibada hii. Wadhani ya worship. Ninafurahia sana kwa sababu ya baba Jona kukuja kwa ibada ya mafuta. Wakati wa hilo leo bwana. Ubarikiwe katika jina la Yesu. Wale wamesema mzigo unaotoka kwa mabega. Mzigo unaotoka kwa mabega. Katika siku hiyo mzigo wao utainuliwa kutoka kwa mabega. Mabegani mwenu. Na nila ni kitu inafuta. Yaani kitu haikuachilia. Nila unaona kuna vile inawekwa. Alafu sasa Yesu achilie hiyo kigali. Sasa hiyo ndio nila. Yaani kuna vitu hazikuacha. Kwa ibada ya mafuta ukibiti na imani utaokolewa hiyo ndio. Sema amen. Yaani nila ni kitu haikuachiana. Haikuachi. Ukienda ukaenda nayo. Because uko nayo. Kuna vitu uko nazo. Hiyo nila maana inasema hivi. Kwa nila sikia hivi. Na nila yao kutoka shingoni mwenu, nila itavunjwa kwa sababu ya kujua mafuta. Sema kujua mafuta. Nila zinavunjika watu wa kujua mafuta. Lazima sisi nasi to mix na imani. Haleluya. Ibada ya mafuta bila asia ndio nilitoa mafuta sasa hii asili ya kikuhani. Na wakati niliweka mafuta, mimi kama kuna wakati nimefunguliwa milango mingi, ni wakati niliwekwa mafuta. Nikawekwa mafuta nikaona mchungaji. Nimepatana na watu. Nimefunguliwa, nimekaa kwa meza. Unaona hiyo andiko linasema ya kwamba he has prepared a table. Prepare meza mbele za adui zangu. Inafanywa wakati umetoa mafuta. Sema amen. Basi ukio kidogo ngana lete mafuta, kupaka mafuta. Uone mambo mengine yakifanya rahisi. Haleluya. Na msiwe na wasiwasi. Bibi huyo sasa akijali ibada alienda. Sikupaki mafuta ukae tu hapa. Mungu amekufungulia mlango wa nje, enda. Ukienda Nakuru enda. Ukienda Mombasa enda. Ufanikiwe katika jina la Yesu. Haleluya. Ufanikiwe kuwa hapa katika jina la Yesu. You know what the Bible says in Isaiah 61. God has anointed to preach. Bwana asifiwe. Anointing inafanyaga unazunguka. Unaenda. Haleluya. Kwa hiyo mizigo yenye iko kwa mabega yetu siku ya leo naomba ianguke. Nila ambazo zimeshika hatuwezi kwenda mbele, naomba zianguke katika jina la Yesu. Haleluya. Ibada ya leo nila zianguke, zivunjike kwa sababu ya mafuta katika jina la Yesu. Amen. Mafuta inafanya ujue ni nini haswa. Uhaswa kabisa unatakikana ufanye ikiwa Kenya. Wacha nisome benefit number 1. Hearing and receiving spiritual truth. Ibada ya mafuta utapokea hearing. Kwanza utapokea uponyaji. Kuna watu tukipaka mafuta kwa ugonjwa utakaa mbali na wewe. Utakuwa unasema nimekaa mwaka mzima bila kungojeka. Nimekaa miaka 2, nimekaa miaka 5 kwa sababu ya mafuta. Tena unapokea spiritual truth. Unaona watu wanapatana tu na manabii wa uongo. Wanaambiwa tuweke kila kitu kwa banki niletee. Leta kila kitu uko nayo. Leta mattress. Leta kitanda yako. Unaona hizo vitu? Kama mtu ako na mafuta, anapaka mafuta kutoka kwa mbinguni, utajua truth yake. Nini Mungu anasema.
Haleluya. Amen. Maana Mungu hawezi kuitisha kitu na asijue ni nini anakuambia. Na nikasema neno 1 John 2 verse number 27. So point number 1, you receive healing and spiritual truth. 1 John chapter number 2 verse number 27. Maandiko inasema hivi: nanyi upako mliopata kutoka kwake unakaa ndani yenu, wala nanyi hamuna haja ya mtu yeyote kuwafundisha. Lakini kama vile upako wake unavyowafundisha kuhusu mambo yote, nayo ni kweli wala si uongo, basi kama mlivyowafundisha, kaeni ndani yake. Unaona, mafuta ya kweli, ukichukua mafuta ya kweli utajua ukweli wa Mungu. Na utajua ukweli, utajua hata wakati unadanganya watu. Wakati unaambiwa toa pepo. Unajua imeandikwa saa zingine tunatoa pepo. Lakini kuna pepo zingine unasurutishwa usifanye. Unasurutishwa kufanya mambo mengine. Ukiwa na this spiritual truthiness kwa mafuta ya Mungu, haufai kuelezewa sana. Unajua kuna mahali unasema ya kwamba tuna sauti, kondoo zinajua sauti ya kuhani. Bwana asifiwe. Isaiah 43 verse 19. Spiritual truth. Hiyo ndio point number 1. 43, Isaiah 43 verse 19. 43 verse 19. Maandiko yanasema hivi: tazama, nitafanya jambo jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalitambua? Nitafanya njia jangwani na vijito vya maji katika nchi kame. Kitu kinafanyaka mahali hakuna njia kufanyike njia, ni wakati kuna mtu ametiwa mafuta mahala pale. Bwana asifiwe. Ukitiwa mafuta utajua where the truth is. Utajua hapa ni kweli, hapa kuna danganya, hapa kuna njia, na Mungu ndiye anakwambiana na mahimizika ndani yako, hapa kuna njia. Ningependa niende kwa point ya pili, maana nataka niende haraka. Point ya pili, anointing will make you joyful. Utafurahia. Hao watu mnakasirika na mafuta hamna. Alafu kitu kingine niseme, ibada kama hii inafanyaga, unajua sasa tulifanya Januari hapo baada ya mafuta. Tulifanya Januari. Alafu wakati unasikia hutaki kwenda kanisa, hautaki kutumika kwa Bwana, hutaki hata kutoa, ni mafuta unakuwa hapo. Ukijua mafuta unasikia kuna shida kuchemka, unasikia kutumika. Mtu wako na mafuta anasikia kufanya kazi ya Mungu. Hata asurutishwi. Ukisikia unaanza kuendewa ni mafuta hauna. Mimi nilikuwa naona wakati maana hatuko na stima, kuna katatu tulikuwa tunaona naye. Wakati kanaendelea kuisha mafuta, kuna sai na sebo, kuna kasai kalikuwa kanatoa, kanaanza kutoa, kuzibika pole pole. Ukiona mambo ya Mungu unaanza kuzibia, ni mafuta hauna. Unahitaji mpaka kama hii upakwe mafuta ili ufurahie. Haleluya. Naomba kama kuna mtu, kama kuna familia haina furaha saa hii, kwa ibada hii ya mafuta irejeshewe furaha. Ugaye amen. Unajua kuna familia wakikaa tu ni kulia. Masa maneno kulera, "Oh, ito tuile kitu kile, hatutufanya nini?" Naomba furaha ya wokovu irejeshwe kweli. Katika jina la Yesu Kristo. Ukitoa mafuta hata unaweza kuwa kabisa kama mtu mmoja aliopewa na hakikisho. Hapo anaulizwa na wanaume. Yaani mwanamke anasikia kabisa amefikisha wakati wa kuolewa. Lakini hiyo nafasi haipatikani hata hao mtu. Sasa akaja akaokoa na hakikisho kwa mafuta. Kabla afike Githurai walikuwa wameulizwa. Sasa ubaya wake, maana alikuwa amekaa sana bila kuulizwa, hakukuja hata kufanya ndoa kwa harusi. Haingine mambo kama na walitelele. Tuende tukiendana. Bwana asifiwe.
Kuna vitu unaweza kuwa hata huonekana, hata huonwi. Kuna mtu anakuona after ibada hii, naomba uonekane Jesus. Haleluya. Na uone na wale hawatakuletea shida. Amen. Unajua ibada ya mafuta inaweza kutia hata mlevi. Mlevi anasikia anakuambia, "Oi, unaweza nipenda." Ni kwa sababu mafuta nayo yanakutia kila kitu. Mafuta kama inatu. Jina mnajua si nzuri. Hizi inafutua mpaka na mafuta. So, furaha inarejeshwa kwa mafuta. Mafuta ya Mungu ambayo imetoka kwa Mungu. Upakwa tu kichwa au paki mafuta mingi. Kichwa tu chako tupake mafuta. Alafu na wewe umiti na imani. Na akwambia hiyo furaha ambayo unaona kwa watu wengine itakuja kwako. Kuna mtu mwingine anaweza niambia kwamba hata kuomba na familia yako, kuna watu waomba na familia zao. Kuomba, atupate nafasi ya kuomba na familia. Hakuna, ni kwa sababu unakuwa umekauka. Naomba kupitia ibada hii, mambo yote ibadilike katika jina la Yesu Kristo. Naomba kuna mtu anainuliwa, awe anatutazama kwa mitandao, ainuliwe katika jina la Yesu. Haleluya. Anointing will make you joy. Psalms 45:7. Psalms 45. Oh my God. Verse 7. Maana inasema hivi. Unaipenda haki na kuchukia uovu. Kwa hiyo Mungu wako amekuweka juu ya mwenzako. Sema nimewekwa juu ya mwenzako. Simrudie nyuma yangu. Wapendwa, nataka mbarikiwe mkitoka kwa ibada. Unajua kuwekwa juu ya mwenzako ni lazima kuwe kuna ukienda mahali ni wewe tunaonekana. Tukopeshe. Tupatie neno. Wewe tu unaonekana wewe ndio unakaa mtu wa Mungu. Si uwekwe juu. Haleluya. Kuna watu wanajulikanaji mpaka kama wamefika. Mpaka watoe mafuta. Kuna watu wanajulikanaji wanaeleza mpaka watoe mafuta. Haleluya. Mafuta ni watu ambao wamenyekewe kwa na kutingiriki ndio kwa. Haleluya. Ona maana kuita maido mafuta ikawadictate mpaka wakupatie nafasi. Amen. Unakufungulia njia kwa sababu Mungu amekuweka juu na amekupatia furaha. Naomba Mungu apewe furaha na wewe juu katika jina la Yesu. Amen. Yangu ukiwa umepakwa mafuta, hakuna mtu anaweza kujifanya akuone. Na hata wakijifanya wakuone, mafuta itakutete uonekane. Haleluya. Unajua mimi nawaambia Asia nimepatana na wakubwa kadhaa. Halafu nimepata kama nilipatana na mtu akanibeba. Mafuta huwa inafuta mambo mengi sana. Wakati alinibeba akaniambia, "Mtumishi, mimi nimekaa bila kuonana na wewe. Nataka hii 10,000 uende ujue vile utafanya naye." Anointing inafutia hata pesa. Wewe ambao umekaa ukiwa sana, amini leo after hii ibada pesa zikutafuta. Simuamini hivyo. Haleluya. Kwani kuokoka lazima ukae bila pesa? Kwani ukikaa kanisa lazima ukae bila pesa? Mpaka unaanza kuimba wimbo ya kwenda mbinguni ya kusema ati wale maskini ndio wataona Mungu. Hakuna kitu kama hiyo. Bwana asifiwe. Pokeeni anointing, mvute pesa na kweli. Maana Mungu wetu ni tajiri. Bwana asifiwe. Hilo the Bible says Mungu mwenyewe ndio mwenye fedha na mwenye dhahabu. Kwa hiyo ukiwa uko na baba yako atakupatia fedha na dhahabu. Sema amen. Msiwe mnakaliwa mpaka mnasema ati maskini ni kuokoka. Sio kuokoka. Kuokoka ni kujiona na Yesu na anaanza kukuondolea umaskini. Mafuta hii ya ibada hii ikaoshe kila umaskini na ikaoshe kila umaskini. Kila umaskini kauke katika jina la Yesu. Haleluya. Mimi najua kuna watu wanaweza kuja hapa mbele watoa ushuhuda, maana pengine wakija hapa hawako na mwelekeo, hawako na mbele ama nyuma, lakini kupitia ibada na kwa maombi mtu huyo atapata. Naweza enda biashara hapa, naweza uza hii,
Ni kwa sababu unapata kutoka kwa Bwana. So the Bible says, naomba Mungu anisaidie nijaribu vile Mungu alikuwa anataka nijaribu. Umenipenda haki na kuchukia uovu. Kwa hiyo Mungu wako amekuweka juu ya mwenzako kwa kupaka mafuta ya furaha. Bwana asifiwe. Amen. Unasikia mafuta ya furaha? Na utaweka juu ya mwenzako. Kunenea jioni watu wakali. Kuwa mkubwa unaenda unaambiwa kwamba amefika. Kwa watoto wako wawili. Sikupitia hii bado utane na uweke juu mahali ambapo Mungu atakuheshimisha. Haleluya. Ukutana na hapo wote hivyo. Kilukani wako watu wote hiyo wewe. Urate huko kwanza baada pengine nilienda kuhubiri. Mafuta inatoka na maneno. Baada pengine nilienda kuhubiri. Wakati yule mtu nilipata kwa kwanza nilipata mwanamke. Akanishika ugeni. Akaniambia karibu mchungaji. Kitu ya pili akanitoa viatu. Maono mambo itona karibu huko kwa Bwana. Sasa akanitoa viatu. Sasa viatu vipakuzwe ndio nisiende kwa ibada. Sijali, nilisikia kurudi tena huko na sijali kwa tena lakini nitarudi. Bwana asifiwe. Wapenda mafuta tunaambia na ndio unaona wachungaji wengine au wanabii wengine wakifanya vituko kwa sababu ya mafuta. Unajua mafuta, mimi nikiwaambia muabuke mtamka, si ndio? Nikiwaambia mkuje hapa mbele mtakuja. Ni kwa sababu ya anointing. Nikiwa huko mtu vile vile hakuna kitu kama ile inafanyika. So hiyo nikikosa kuelewa ni mafuta inafanya hivyo, ina dictate mambo na inachukulia hivyo mambo mengine. Haleluya. Hawezi kuwa unaona mama Jogoro amekaa na baba Jogoro pale. Na mimi naweza waambia Pedro wako na Peter wako na Ben pale. Kuko na kapo hapo. Na waambia tujeni Pedro waombe. Hiyo ni kitu inaitwa mafuta inafanyaka hivyo. Haleluya. Lakini ukiona sasa watu wanakuja kwa sababu yako unafanya mambo, unaweza waambia sasa naleni hapa nipitieni tuyeni. Haelewi kabisa ni mafuta inafanya akule hivi. Haleluya. Mimi sasa nikatoa viatu. Wacha nikwambie hiyo ibada iliwaka moto. Nikikumbuka niko naambia God is coming. Mungu anabariki. Mungu anabariki. Ndio ingweto unatokea yako na wewe mwenyewe. Kitu na kwambia mtu mkubwa. Haleluya. Mimi naomba mafuta yenye mtapata siku ya leo ifungue njia. Paka mahali mlikuwa hamupei viti, unapewa mbele. Haleluya. Unaambiwa wewe mchungaji, unajua kuna mtu anaweza itwa mchungaji ama mheshimiwa ni kwa sababu ya mafuta. Unaitwa tu mheshimiwa kuja ukae hapa. Mafuta yale madikite kama mao. Amen. Na kama hamtaki ibada ya mafuta, shetani anafanyisha wake. Kwenda kwa kama mtaala wake. Amen. Na watakuja kutuuliza huko. Lazima sisi tukae kama vile Mungu anasema. Huu mwili wako ili utapate reli ya mbinguni. Lakini kwa sababu mafuta ndio inafanya dictation ikuje. Ya kusema huyu anafaa kubarikiwa. Anafaa barikiwe. Si kwa sababu ya masomo anafaa barikiwe. Tupatie mali, tupatie vitu. Haleluya. Mimi kwa service tulikuwa sijui pande ile. Mimi nimeletewa mpaka unaona hii kitu ya kupima nyama. Wakati mwingine mkutano mshike. Unaona kitu yote tunajua Mungu aliona ya kwamba ili watu wake wasio wanaumia anainua makuhani wao wanaleta mali zao pale. Mimi nimeletewa hii kitu ya kupima nyama. Nimeletewa pale kwa ibada. Mpaka nikashindwa hii inaelewa kama kupima kile. Yule tulipanga kiingo. Lakini mtu amesikia kabisa niko na kitu naweza pelekea Mungu. Na hata kama kwa Mungu hakuna ruhusa na peleka hii, mtumishi atajua mahali itapeleka. Haleluya. Wapendwa ni kwa mafuta inafanyaka tupate. Ni kwa mafuta inatupatia furaha. Kwenda ndio mtakena ndio kwa mafuta. Mzee ukipata ya leo, mimi naomba hata ukue usingizi uwe unafurahi. Unajua kuna watu wakiwa kwa usingizi wanakuwa wamekasirika. Tajio mmoja ukira wako na Mungu. Ukira mbona leo akometea alete. Mafuta inaweza fanya hata ukiwa umelala unakuwa unatabasamu.
unatabasamu. Ndio utaona hujaiona watu usiku. Bwana asifiwe. Ukitaka furaha ya Bwana, tiwa mafuta. Uone kuna vitu zitaanza kuonekana. Utakuwa tu na shida. Na hao walikuwa wapi? Na hizi vitu zilikuwa wapi? Na hizi vitu zilikuwa wapi? Imagine kwa ibada kunaletwa vitu za kupima nyama. Na nikazichukua nikaziombea. Kasema hata abarikiwe. Sasa kwa Mombasa. Akawa Mombasa hiyo. Mombasa. Huyo Mombasa. Bwana asifiwe. Number 3. Point number 3. Anointing inafanya benefits of anointing. Number 3. Anointing will heal you spiritually and physically. Physically and spiritually. Unajua kwa ibada kuna watu wanakujaga wakiwa wagonjwa. Wanakuanga wagonjwa ili kwamba huwezi ona ugonjwa yao, lakini ndani yao kuna ugonjwa inawasumbua spiritually. Unaweza pata mtu ameketi pale chini lakini anasikia kuumiza mtu mwingine. Kuna mtu ameketi pale chini lakini anasikia kabisa hata kama tutamalizia ibada ni Mungu. Maana anasikia kabisa amechoka. Amechoka na wokovu. Amechoka na kanisa. Hii inaitwa spiritual sickness. Mafuta huwa inaponya. Utaanza kusikia unapenda Mungu. Utaanza kusikia unapenda mambo ya Mungu. Kwa sababu bila mafuta utakaukiwa. Wewe hata gari hata mafuta. Hata urudisha gari bila mafuta. Alafu uiombee. Kama sio muujiza ifanyike, haiwezi enda hiyo gari. Wadhani ya gosho. So nitasoma neno James 5:14. You be healed physically. Physically, mafuta wewe inaponya physically. Kuna mtu mmoja niliombea na mafuta hapa akiwa amekuja. Ilikuwa Tuesday ama Wednesday. Nikamwombea na mafuta. Alafu akaniuliza kama anaweza kunywa kidogo. Nikamwambia sasa nipotea. Watu sijui mafundisho wengine wametoa wapi. Sijui watu wengine mafundisho wametoa wapi. Mafuta huwezi kujua. Mafuta hukujuaki. Kwa hivyo hata after hii bado ukuje kuniambia baba na kama anaweza kunywa kidogo. Kule kutakunywa ni damu ya Yesu hapa kwa njia hiyo ibada. Lakini mafuta ni kupakwa. Haleluya. Haleluya kaniambia ndugu wale wao wanaenda ibada yao hapa hiyo. Wacha niende kwa haikuwa za kuingia mwana wake. No ndio nini? Kamwambia sasa mafuta uweze kujua. Lakini kuna manabii wanaambia wengine wakunywe au ni diviners. Diviners wenyewe wanaweza kukwambia kwamba mzee wako amevaa green leo. Amevaa green. Mtu mwingine alikuja ati anauza mchungaji kwa sababu mzee wake wako bali na yeye. Ati anakuja kusumbua mchungaji na anamuuliza, "Hajamsumbua kwa kelele hata rais." Bwana asifiwe mama. Amen. Mama Bwana asifiwe. Amen. Usiende kuweka mafuta kwa mwili yote. Ati roho wake yeye atakuwa mwili wote mafuta. Roho wa Mungu anasema tukupake mwili wote mafuta. Hakuna kitu kama hiyo. After hapo utajiona. Hakuna mafuta inatoka kwa mwili wote ama kunywa. Usiwahi kurudia ibada kama hiyo. Bwana asifiwe. Ibada ya mafuta ya Bwana tunapaka kichwa ama mikono ama miguu. Wote mnawili. Haleluya. Spiritual sickness ni wakati tu unasikia unakimbia. Unajua kuna mtu anaweza kuja kwa ibada kama hii na anasikia kuniinukia Mungu. Ndipo waje anafaa hapa kwa James wewe iko James 5 verse number 13. James 5:13. Wapendwa, usiamini mchungaji akupatie mafuta ya kunywa. Hiyo sio kode. Hiyo ni doctrine nyingine. Verse 12 nasema hivi. James 5:13.
Je, mtu yeyote miongoni mwenu amepatwa na taabu, basi inapasa aombe. Kila mtu akiwa na taabu anapaswa aombe. Nilikuwa naangalia, nafanya study na ninataka kujua kili na kujua ndani kabisa, kwa sababu ni kwa nini watu waombe. Ni lazima watu waombe. Nilikuwa naangalia hivi, nikapata kuna wakati Paulo aliandikia Waefeso, akawaambia pia mimi kuwe mnaniombea. Unaona hata vile nimekaa hapa, na hii kuwe nimekaa naye. Kwa kuweka wiko. Hii kuwe inaweza fanya ni kama utembee kama kwa hewani. Hii kuwe tu. Nilisikia nabii mwingine akisema ya kwamba kwa kanisa, kwa sababu watu wanatumika na roho. Sasa huyu atakuwa anavaa hete, huyu anashonewa nguo ile ya blue, ndio malaika wakija wanajua tuko hapa. Bwana asifiwe. Ukilivalishwa hiyo nguo, usikie uko na nguo ambayo haina watu wengine, unaweza sikia ni kama wewe tofauti na watu wengine. Mungu anaweza kuinua kidogo, lakini wacha nikuambie, mafuta, ukiwekwa mafuta haufai hata ziende tu na hii nguo. Ukiwa na mafuta utakuwa njia bila hata nguo. Okay, sisemi uende uchi. Ndio mwali mmoja kanimwambia wangetokia kidogo. Hayo kwa kweli tulisikia kuna mwingine alishikwa akiwa uchi. Ndio moto. Anazunguka usiku na kuna vitu wanamwaga. Kuna vitu wanamwaga kwako kwa nyumba. Ukiamka unasikia kuchukia mwanamke wako, unasikia kuchukia mume wako, unasikia kuambia wote waende, kwa sababu kuna vitu zimefanya usiku. Ukiwa na mafuta unaweza ona hizo vitu zote zikiendelea. Haleluya. Ukiwa na mafuta unafunguliwa njia za rohoni. Sasa nikusomea andiko verse 5, verse 13. Je, mtu yeyote miongoni mwenu amepatwa na taabu, basi yapaswa aombe. Je, kuna yeyote mwenye furaha? Yeyote mwenye furaha basi aimbe wimbo za kusifu. Je, kuna yeyote miongoni mwenu aliye mgonjwa, basi napasa aita wazee wa kanisa wamuombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Wazee ndio wanaenda kupaka, wazee ni pamoja na mchungaji. Ndio wanaenda kupaka mafuta mtu mgonjwa na anapona. Imagine biblically imeandikwa mtu akiwa mgonjwa anaweza kupaka mafuta apone. Apone kabisa. Haleluya. Nilienda hapa kwa Wangwale siku moja, mtu mmoja alikuwa ametoka US, lakini kwao wako na shida mtu. Hata niliambia mtu wangu, tukaenda na mchungaji mwingine hapo. Mtu ametoka US, hakuna kitu hana, lakini wamelaliwa na magonjwa hapo na walevi wamejaa hapo. Lakini akatamani angalau wafurahie kile Bwana amepatia. Unajua sasa mimi wakati aliniambia naenda kuombea nini? Nilibeba mafuta. Tukafanya ibada, tukaomba, tukafanya kila kitu. Alafu nikauliza, kuna mtu ako na shida na mafuta hapa nikitumia? Ukawa hakuna. Sasa huyo mtu tukaombea hiyo familia. Wapendwa, kuna wagonjwa wanaponaga wakiolewa na mafuta. Haleluya. Usiwe tunakufia kwa nyumba. Alafu kitu kingine tunakujaga mpaka kwa bedroom yako. Hatukuji hapo matendo. Mafuta inakuja kwa baba mdogo. Kuna watu ambao wanakete kelea sio. Itengeneza. Sasa kuna mtu vile amerudisha mpaka kwa bedroom. Kama ndio makuoa. Huko ndio unapatiwa mafuta ya mgonjwa. Maandiko yanasema hapo kwa bed unapatiwa mafuta hapo. Haleluya. Alafu unapokea uponyaji physical. Nasema physical. Ugonjwa physical unaweza pona kupitia mafuta. Ukiona mchungaji anakuambia na mafuta, pengine ameelekezwa na Mungu, mafuta ndio yanafanyikaga kutawaza. Hata mahali kama hapa, yani anointing ndio zinafanya hata nyumba zikifunguliwa, ni anointing ndio zinafanya kitu kibaya kiondoke. Semeni amen. Kama kuna kitu kibaya kikiwa na mafuta lazima kiende. No kunyage kiye toa za mafuta. Na toa wewe na no kitu kile 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 ya Mungu hivi. Ona kwa
roho tukitumia mafuta lazima kiende. Haleluya. Kama kuna mtu ambaye haonaki vision yake vizuri, tukuombe mafuta, hiyo ugonjwa wa spiritual utapona. Amen. Wapendwa, maandiko yanasema hivi, physically unapokea hili kupitia mafuta. Ati wazee wakuje na mafuta wakupake. Wacha tukumalizie hiyo andiko ujue kabisa Mungu anaponyanga watu kupitia mafuta. Mungu anaponya. Mimi kuna wakati nilikuwa na wajeka na nilikunywa dawa za mwisho na nikasema mimi si wajeka tena. Wadhani ya bosho. Unaweza kuta mtu amekaa miaka 5, miaka 10, miaka 20 kwa sababu ya mafuta. Wewe unatoka kwa haleluya. Hii ugonjwa yako unasema ni yako, lazima tuiangalie. Tukuondolee hiyo ugonjwa. Na kupitia neno. Maana neno Mungu anakuja kutimiza neno. Haleluya. Wacha kusema ati ugonjwa yako. Hiyo ugonjwa tunaukausha leo kwa mafuta na neno la Bwana. Katika jina la Yesu. Je, kuna yeyote miongoni mwetu aliye mgonjwa? Basi inapasa aita wazee wa kanisa. Sio wazee wa maombi. Wewe hapo. Kwa sababu unaweza ita wazee. Katika kanisa ilisema mta wazee. Sijasema wazee wa maombi. Sijasema wazee wa mji. Si wako. Wazee wa kanisa. Akiwa miongoni mwao mchungaji pia mzee wa kanisa. Waite hao wakuje na mafuta. Maana unasema hivi. Maandiko inasema inapasa waite wazee wa kanisa awaombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Tena hatukupaki mafuta kwa jina la president. Hatukupaki mafuta kwa jina la bishop. Hatukupaki mafuta kwa jina la kanisa. Ni kwa jina la nani? La Yesu. Haleluya. Wapendwa, leo lazima milango ifunguke. Leo lazima kila kitu yenye ilikuwa kizuizi kiondoke katika jina la Yesu. Amen. Mimi nawaambia hiyo kwa sababu ikiwa na mafuta hii kuna milango mingi imefunguliwa. Huyu ni mshuhuda huyu. Kuna mahali nimeenda nikachaguliwa hata bila kuwekwa pale. Watu wakasema huyu ndio mzuri kukaa pale. Nimechaguliwa bila mimi kukaa pale. Haleluya. Amen. Niko sema mafuta ina dictate. Unaona hii maskini yako na kukosa vingi. Paka mafuta na wapi? Utakuwa na plant hizo mali. Na nimewaambia maskini si kuokoka. Ndio nitadai. Haleluya. Usiseme kwa sababu una chakula au una mavazi au manini, ati hiyo ni kuokoka. Oh my God. Wewe amini ya kwamba Yesu alifanya maskini ili tuwe tajiri. Haleluya. Alifanya maskini tuwe tajiri. Talking on uhale ati mwanadamu yeye ati okokora akina makiraje mareka kokoka tenganye kwa jana uteleza. Kuna kitu kama hiyo. Ati Mungu ni kunana na roho za hasa. Atakaye kwa tele yako bora kama tele. Kuda. Haleluya. Mungu akisha kunena ananena na roho ambayo tutaelewa. Na kama hakuna mtu wa kutafsiri, maana unasema tujitie nguvu na hizo dini. Haleluya. Ukiwa na mafuta ya Mungu, ndio kuruka Mungu bila kuona wajibu mbele yake. Kwa sasa hiyo ni mzee na nikiona watu. Kwanza na naomba hata mambo tena watu ndio ndio kwa na watu. Maana kama usi watu. Atumia. Atumia kama na rusho wao. Alafu wanawake wazee niwaambie, wanawake wanauzana maswali hii. Hata anaweza kuuliza mtu mkaka haya, ni aje mtari. Mtari ni nini alikuwa anafanya pale? Maana wanataka kujua. Ndio Paulo yeye akawaambia, endeni muulize wazee wenu sasa. Ni mbona hivi? Ukiwa na mafuta kuna mambo utaelezewa bila hata kushinda ukiulizia. Haleluya. Naamini ya kwamba hata kwa kupitia ibada hii hakuna mtu tunawezazika mapema. Usimuduke kuelezea. Wewe nani? Ibada ya mafuta inatuweka yaani hivi kwamba hakuna mtu anaweza kutoka dunia mapema kabla ya wakati wake.
kweli. Na kwa sababu tuko mwezi wa 8 na tunaanza mwezi, nataka uamini kabisa mwezi wa 8 utaishi na utakaa bila matatizo. Haleluya. Point na tupatia point tano na hii sasa.